Naam, ujambo mpenzi mtazamaji wa Global Vap TV. Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu Kusini, katika kijiji cha Misisi, ambako tarehe 30 za mwezi wa 10 mwaka 2025, ambako meeting kubwa ambayo ni umati wa watu kama gisi unavyoendelea kuona hapo mpenzi mtazamaji, ni katika kijiji cha Misisi, ambako ni maeneo ambako kuna uchimbaji wa madini ya dhahabu, ambako ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya tarafa la Fizi kwenye sekta ya Nganja, ambako kundi la wazalendo limeweza kutumwa kutoka Uvira kuweza kujielekeza katika maeneo ya Misisi kwa ajili ya kuweza kurekebisha mambo ya hali halisi ambayo iliyotaka kujitokeza katika siku hizi mbili, tarehe 25 na tarehe 26 za mwezi wa 10 mwaka 2025, kutokana na makabiliano ya mapambano makali ambayo yaliyoripotiwa baina ya vikundi viwili vya wazalendo, baina ya kundi la CNPSC linaloongozwa na Mheshimiwa Generali Amuri William Yakutumba pamoja na lile la FABB ambalo linaongozwa na Generali Delfe Kalembe Ngoma Nzito, katika maeneo ya Misisi, ambako kulikuwa mzozo mkubwa sana kati ya kundi hizo mbili, CNPSC pamoja na FABB, ambao waliweza kupigana vilivyo vikali kutokana na kuhusu kamba ambazo zilikuwa katika njia ya barabara kwa ajili ya kuweza kuleta tozo na kutoa tozo kwa wapitaji ambao ni wakahaji wanaopita kutoka maeneo mengine kuingia katika kijiji cha Misisi, uko maeneo ya Misisi na Lulimba, ambako tarehe 30 za mwezi wa 10 mwaka 2025 kumeweza kuwekwa mkutano mkubwa wa meetings ambayo imeweza kufanyika katika kijiji hicho cha Misisi na kundi la RAD, ambao wameweza kutoka katika mji wa Uvira kwa ajili ya kuweza kurekebisha mambo, na aliyesimamia katika siku hii ambayo kiongozi huyo alikwenda kusema aitoe kwa jina la Obwela Mwila Dalto, ambaye ni msemaji wa kundi la CNPSC linaloongozwa naye Generali Amuri William Yakutumba, ameweza kutoa hotuba yake na kueleza kwa kwamba ambao wanaoweka makamba ni kwa sababu ya maslahi yao wenyewe, bali sio kwa ajili ya taifa la nchi ya Kongo kuweza kutumikia. Kwa hiyo mengi zaidi mpenzi mtazamaji, utakwenda kujisikiliza mwenyewe kwa kile ambacho kiongozi huyo amekwenda kuongea na kukisema kuhusiana na hali ambayo halisi imeweza kutokea katika maeneo ya Misisi. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yako ya Global Vap TV, naomba upate kubonyeza alama subscribe, kisha utabonyeza kidude hicho cha kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi. Na pia kitu kingine ambacho unaweza kwenda kukuongezea hapo mpenzi mtazamaji, unaweza kuweka emoji ya bendera mahali ambako unakopatikana ili tupate kujua kwamba unatufuata ukiwa katika nchi gani. Mimi ni mtangazaji wako, naitwa Jacob Daniel Pascal. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, niende nikuache usikize kila ambacho kiongozi ameacha kusema, alikwenda kukisema na kuacha na rekebisha mambo ya hali halisi ya kijiji cha Misisi. Kulipigaliwa Masase, si kusema wabembe walikaa chini wakasema Masase ilie. Si kusema wafuliru walikaa chini wakasema Masase ipigwe. Ni un groupe d'individus juu ya maendeleo zabo. Ni grupe ya individu juu ya maendeleo zabo, banachafua kabila mzima. Wanachafua wabembe, wanachafua wafuliru. Misisi oye! Wakati Masase inalia hapa, Mubembe eko afikiwa na mwambia se wafuliru wanasema kama watawahu. Wafuliru wanasema kama wanatapigana na wabembe. Mfuliru atapeleka Mubembe wapi na Mubembe atapeleka Mfuliru wapi? Muniambie nani mwenyewe anaweza hamisha mwingine mwa hii Kongo? Nani katikati ya Mubembe na Mfuliru? Mukadre sasa 50 tribus zenye zinafanya Kongo iwe Kongo, mutaangalia kule kuliste Mfuliru iko na Mubembe iko. Ni kusema hakuna mwenye atapeleka mwingine fasi. Hakuna, narudilia, hakuna mwenye atapeleka mwingine wapi? Fasi.
wakati hao wakomanda wako wanagombana hapa, hii vita ya kijinga, tuko kiongozi wao mmoja nilimuita kwa telefoni na mwambia, bwana, unaweza nipatia definition ya ile vita huko napigana pale, definition. Unipatie simple definition. Unipatie definition hii vita, parce que vita inapaswa kuwa defini. Kama sisi tulitoka huku tulienda Ruvungi, tulienda Mshaba ya kustope M23 bar RDF asiprogresser parce que patrie iko mu danger. Hiyo ni definition ya vita. Asa nyinyi mko mnapigana hapa Ekajo, hapa Ndende, munipatie definition ya ile vita. Nikamuuliza hivi, aliniambia banataka tuonea. Nikamwambia kama wewe unakamata pale, wewe unakamata Misisi, utakuwa komanda pale au wewe ndio utamweka Katombo? Asema hapana, baada kutuonea. Nikamwambia utafungwa kesho. Ile kimaimai sisi tulilifanya mbele yako, na tulifanya vita ambayo haiko ya kawaida. Wewe unakamata bunduki hapa, unasema nitapigana, watoto wa watu wakufe. Nikamwambia acha, sheria nyuma itakuya. Erezima wametusikia, wamefunga self. Wazalendo oye! Wametusikia. Mulisikia sasa leo? Si mliloa sawa leo? Ni kusema tunashukuru pia kwa sababu wametusikia. Kama tunashukuru wakati wametusikia, tupandishe mikono. Mikono. Najua watu wamefurahi kwa sababu wazalendo ambao walikuwa wanagombana wametusikia, wamefunga nini? Self. Na wakati wamefunga self, tunaamini ya kwamba amani ya kudumu itapatikana. Na ndio basi kenye kinabaki hapa ni kuambia wenye walikuwa wanagombana, kila mtu arudie kwenye alika yake. Tuko pamoja? Mwingine ya Misisi, kariere ya Misisi ibakie na amani. Sawa. Tunapenda apatria ya kesho. Mnajua mwingine ya Misisi ni mwingine ambayo inachungwa na ile kilima. Sawa. Nasema bongo? Hapa Misisi kama watu hawapande mwa ile kilima, hii Misisi watu watahama. Tunapenda apartiri ya kesho. Apartiri ya kesho, kama uko na bunduki yako juu ya kariere, acha watu wafanye kazi, tosha silaha yako kushimo ya watu. Wapande Ndende, wachimbe oro zao. Na sisi kama vile delegation, najua serikali, najua FRDC nayo itatusaidia, lakini tuliwaambia mtu waache kwanza. Tuliambia FRDC mwache sisi wazalendo kwa wazalendo. Sisi tunashuka Misisi, tukishinda ndio tutawaambia kama mkuje, lakini Mungu amesaidia sisi peke yetu, amani tunaona itawezekana. Haiko vile? Sio lazima tena kuambia FRDC mke mtusaidia. Sisi wazalendo kwa sisi wazalendo tu basi tumeweza. Ni kusema kesho watu wafanya activite zao kama kawaida. Tulikuja na jeshi na tunakuta ingine jeshi humu, watu wote hawako wa indiscipline. Parmi ba indiscipline kuna kwa ba discipline.
bale badisipline wenye biko tutatumika nabo kazi humu na muda ambao tumepewa, ili tuhakikishe amani ya kudumu inadumu hapa Misisi. Misisi oye! Kuko wabandi kama watu wapande mwa ile kilima, Misisi watu wataama sana. Tunapenda apartiri ya kesho, kama uko na bunduki yako juu ya kariere, acha watu wafanye kazi, tosha silaha yako, heshima ya watu. Sasa direct ile moja. Drone. Ile kamera ile ndio drone. Kamera sinasibula kapte vya kweli. Ile kamera ni ile kula kwa. Mtu ache kwanza. Tuliambia FRDC sisi tunashuka Misisi, tukishinda ndio tutawaambia kama mkuje, lakini Mungu amesaidia sisi peke yetu, amani tunaona inawezekana. Haiko vile. Sio lazima tena kuambia FRDC mke mtusaidia. Sisi wazalendo kwa sisi wazalendo tu basi tumeweza. Kusema hivi, wakati nchi iko na matatizo makubwa, ni sharti sisi Wakongomani tutumike kama Mkongomani mmoja, bila ubaguzi wa rangi, wa kikabila, huu ni mrefu, huu ni mfupi. Tunapaswa sisi wote tutetelee nchi yetu, na wakati adui anaona ya kwamba kuna migawanyiko katikati yetu, inatuletea madhaifu. Misisi oye!